Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salam warahmatullahi wabarakatuh. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nichukue fursa hii kwanza, Allahumma salli wa sallim alayhi. Nichukue fursa hii ya kukushukuru kakangu Alif Tanzania kwa kuweza kunialika katika hafla hii. Msikiti mzuri, tunakushukuru sana kakangu Alif na taasisi yetu ya Kidipati Umma kwa kazi kubwa ambayo inayofanya. Na ndugu zangu, taasisi hii haifanyi kazi tu ya kujenga misikiti, inakwenda zaidi ya hapo, na wengi huwa tunamfahamu Sheikh Alif Tanzania kwa mambo anayofanya kusaidia kwenye jamii. Tunaona kipindi cha Ramadhani anavyojitoa kusaidia futari, lakini tunaona kipindi cha sikukuu anavyotoa cha kwake kusaidia jamii kwenye masuala ya nguo, lakini ikitokea majanga ya kiserikali sisi kimbio letu ni Sheikh Alif. Na namuombea Mungu tarehe 28 asichukue fomu ya ugombea kati ya udiwani wala ubunge, kwa sababu akisema agombee kwa Dar es Salaam wananchi wote watakubali kumpitisha kutokana na kazi kubwa anayoifanya, lakini yeye kaamua kumtumikia Mungu. Nadhani hutachukua fomu ya mambo ya kisiasa, kwa sababu hata mimi mwenyewe nakuogopa. Kwa hiyo kaka, nakushukuru sana, lakini Allahumma salli wa sallam. Kwa hiyo niwapongezeni kwa msikiti ule mzuri ambao mnaujenga. Natumaini kabisa tutafanya ibada zetu kwa usalama na utulivu mkubwa sana. Lile tunakushukuruni sana. Kwa niaba ya serikali tunawapongezeni na tunashukuru kwa sababu jamii ambayo itakaosali pale itakuwa na maadili mazuri. Na pale tunategemea kabisa mtaelimishana namna gani ya kumcha Mungu, lakini sisi kama viongozi wa serikali itakuwa mmetusaidia sana kuituliza jamii yetu. Kwa hiyo niwapongezeni sana kwa hilo. Lakini lingine, nimeona changamoto ya barabara na mfereji. Mwenyekiti, nikuhakikishie tu salamu tutazifikisha kwenye mamlaka ya juu za kuweza namna gani watakuwasaidieni, lakini tutaongea na ndugu zetu wa TRC kama kutakuwa na grade ambalo litapita hapo, basi kusiwe na maneno yote. Kwa hiyo na ndugu yangu Tadeo ni mtu mzuri sana, kwa hiyo nitazungumza naye, nadhani hakutakuwa na shida. La mwisho ndugu zangu, tuna msikiti wetu pale na madrasa, watoto wa kike na kiume. Niwaombeni sana kina baba na kina mama, tuwalete watoto wapate maadili, lakini vile vile tujitahidi, tunaelekea kwenye uchaguzi. Mwenyekiti, tulinde amani na utulivu. Dr. Samia Suluhu Hassan amefungua mipaka, ameifungua nchi, ana miaka 4. Leo mnaona wageni zetu kutoka nje ya nchi wanakuja na wanaisupport taasisi hii ya Kidipati Umma, na nikupongeze sana kakangu Alif. Kitendo chako cha uadilifu ndicho kinachofanya wageni mbalimbali wanakuja wanakusupport. Bila ya amani, bila ya utulivu, haya mambo yasingepatikana. Lakini yamepatikana ni kitendo cha Rais Samia kuifungua nchi kimataifa na wageni wanakuja kwa kutusaidia. Kwa hiyo tukifanya mzaha, tukaipoteza amani hii, leo Burundi, leo ukiangalia wenzetu wa Sudani wanalia, wanatamani amani irudi, lakini amani ndio imeshaondoka. Kwa hiyo usia wangu mkubwa ni huo wa hadha. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, na nishukuru kwa zawadi ambayo walipatia. Inshallah Mwenyezi Mungu azidishie kila la kheri pale walipotoa inshallah.